Jamaa mmoja mjini Machakos kwa jina John Kyalo sasa anataka haki baada ya kuvamiwa na kuchomwa ndevu akiwa amepumzika katika eneo moja la burudani. John anaeleza kuwa alifika eneo hilo la burudani akiwa na uchovu mwingi na kulemewa na usingizi na kulala, ndipo mtu mmoja anayedai kumjua kuwasha ndevu zake ambazo amekuwa akizitunza kwa miaka mingi. Majina anaitwa Johnston Kyalo Mutua. That Saturday for night nilikuwa nakunywa kwa bosi yangu, alafu nikatoka hapo nikaenda kwa dishes. After that nikaenda tu ile kurelax tu, kukaa tu mahali relax, ulale kidogo ndio upate momentum ya kwenda nyumbani. So jamaa akakuja kanichoma, so kunichoma hiyo yote mpaka saa hii nina uchungu mingi sana. Nikaenda polisi wakaniambia niende OC, so nikarudi tena nikazunguka tu kidogo, alafu sasa CCTV footage hawajanionyesha mpaka saa hii. Kwa mujibu wa John, jamaa huyo amekuwa akimpa vitisho kwa muda kuwa atachoma ndevu zake, na siku ya Jumamosi mwendo wa saa 3 usiku alitekeleza vitisho vya awali. Alinitishia, alikuwa ananiambia saa zote atanichoma hii ndevu yangu, atakuja kunichoma. Alikuwa anasema tu saa zote anatoa kiberiti. Hata nikiwa pale, nikiwa huku splash ya chini, alikuwa anasema tu hii ndevu yako ndaichoma. Na hiyo ndio niko na confidence nayo, alinichoma na CCTV wakakosa kutoa footage. Reason ya kunichoma ni ndevu yangu venye ilikuwa inakaa. Ndevu yangu ilikuwa refu. Hapa nilikuwa na maintain na ipakadai mpaka mafuta nini. So far nimetumia at least 3,000 so far, na ilikuwa Saturday mpaka kwa leo nimetumia 3,000. Nilienda Sunday saa 6 Faithful night nilienda nikalala, so nikakuja polisi kesho yake Sunday sasa. So saa 6 na hizo dakika nilikuja, wakaniambia sijui ningoje mpaka nipone ndio nichukue ile P3. So nikaambiwa lazima nipone kwanza, na sijatibiwa hata. Ndio nipone. Nilienda hospitali. Kwenda hospitali waliniambia watatumia painkillers only. So nikapata painkiller hakuna, so wakaniandikia receipt niende pharmacy nikachukue painkiller. So kwenda kwa pharmacy wakaniambia wana dawa, so niende kwa chemist nje nikabai dawa za painkiller. Kisa hiki kikiripotiwa katika kituo cha polisi cha Machakos mjini, na kwa sasa anasalia kuuguza majeraha ya kuchomwa. Anayedaiwa kutekeleza unyama huo kwa sasa ametoroka eneo hilo kwa hofu ya kushambuliwa na wenyeji wa eneo hilo. Sasa huyu jamaa wangu mimi nilipomwona vile iko, kuna huyu jamaa alikuwa kutoka kitambo, alikuwa anasema hiyo video yake la mchoma. Sasa huyu jamaa kitu wa kwanza, sasa yeye alikuwa pale starehe zake ni sawa, lakini hii ni unyama. Huu jamaa alifanya hii unyama, CCTV hata imeonyesha, lakini huu ni unyama kitu wa kwanza. Sasa haki itendeke. Sasa unajua hata watu wengine walikuwa wanasema huyu jamaa atamtafuta wamchome, lakini tunasema lazima tupatie sheria, tufuate sheria tu. Hakuna kufuata ile mambo justice, ni sheria. Kwa hiyo huyu kijana yetu Kyalo tunataka apate haki yake. Mimi naitwa Vincent Masai, mimi ni resident hapa Machakos. Hapa place inaitwa Splash. Huyu jamaa alichomeka hii ndevu bishti yangu. Nilikuwa naye Saturday usiku, tukaachana vizuri. So asubuhi yake ukuja kumuuliza ile design ya ubeshti, akapata amechomeka ndevu. So si tunataka haki, huyu mzee haki ifuatiliwe. Na nataka haki yangu. Baadaye nataka haki yangu. Nimechomeka, alinichoma nare. Alishikisha mshale tu hivi akanichomelea hivi, na kulikuwa na witnesses bana. So nadai haki yangu.